sisi wanayanga, jambo la timu yetu ni jambo la kwetu, na tunaonesha tofauti kati ya Yanga na vilabu vingine. Sisi hii timu si ya viongozi, hii timu ni ya wananchi, na tunaonesha kweli kwamba Young Africans ni timu ya wananchi. Ndio maana kila jambo, kila uamuzi unaofanya ndani ya Young Africans ujue unawagusa moja kwa moja wananchi, na ndio ulichokiona hapa. Huu ni msimamo wa wananchi, huu ni msimamo wa wazee wa Young Africans, huu ni msimamo wa wote ambao ni wanachama wa Young Africans. Nataka kujua, unaona mizungumzo mambo mengi sana hapa siku ya leo. Baraka, mko tayari ukatoa alama 15 na nyinyi kupoteza ubingwa katika huu msimu? Kitu ambacho sisi tunapenda kukionyesha katika ligi yetu ni kwamba sisi ndio wakubwa katika hii nchi, hasa katika engo ya mpira. Yanga ndio klabu kubwa, Yanga ndio klabu yenye washabiki wengi, Yanga ndio klabu yenye inaongoza kwa mafanikio katika nchi yetu. Kwa hiyo lolote unaoliona katika nchi hii limefanikiwa, basi jua ni kuna mkono au mchango mkubwa wa Young Africans. Hivyo hiki tunachokifanya leo pia kinaonesha waziwazi kwamba ni moja ya zile harakati za kubadili mpira wetu na kurekebisha makosa yaliyopo katika mpira wetu. Unajua leo wazee wamekuja na kitu cha tofauti sana. Binafsi nimefurahi sana. Wamekuja na pointi ya msingi. Mechi ya tarehe 8 mwezi wa 3 iliahirishwa kwa sababu kama mbili tofauti. Ya kwanza, tulishuhudia Simba Sports Club walisema hawatocheza mchezo huo kwa sababu hawakupata sababu ya kutrain siku moja kabla ya mchezo. Hiyo ilikuwa sababu kutoka kwa Simba. Lakini asubuhi yake baada ya TFF kuona si sababu yenye mashiko, jioni wakaona watoe sababu nyingine kwamba kulikuwa na viashirio vya uvunjifu wa amani na rushwa. Sasa maswali yapo hivi, na ni wazee wangu ndio wameweza kung'amua jambo hilo, wameweza kung'amua vitu hivi. Ndio maana mjue Yanga ina watu wasomi, Yanga ina watu wanaojielewa na wanaotambua mpira. Wazee wanaoji sababu iliyotumika kuahirisha mechi ya dabi ni ipi? Ni issue ya Simba kuto train siku moja kabla ya mchezo, au ni viashiria vya rushwa na uvunjifu wa amani? Swala la kwanza. Swala la pili, je, kama ni viashiria vya rushwa na uvunjifu wa amani, kuna mamlaka gani ambazo zinahusika na masuala ya rushwa ambayo tunaijua ni TAKUKURU? Wamethibitisha hilo? Lakini pia mamlaka zinazohusika na swala la uvunjifu wa amani, maana yake unaigusa jeshi la polisi, jeshi la ulinzi na usalama, je, wamethibitisha hilo? Tumeshuhudia vyama hivyo vyote viwili au taasisi zote hizo mbili zikikana kwamba hakuna viashiria vya uvunjifu wa amani, kwa sababu sisi jeshi la polisi hatujafanya uchunguzi huo na hatujakiona hiko. Lakini pia tumeshuhudia mamlaka inayohusika na rushwa, TAKUKURU, wakisema hapana, sisi hakuna viashiria vya rushwa ambavyo tumeviona na hatujafanya uchunguzi wowote. Sasa TFF ametoa sababu hizo akipata shinikizo kutoka wapi? Hayo ni maswali ya msingi kabisa yameulizwa na wazee wetu. Kwa ndo mjue kwamba Young Africans tunamaanisha tunavyosema hatuchezi, kwa sababu hiki kitu kinaonekana kuna sintofahamu nyingi kutoka nyuma, kuna shinikizo nyingi sana kutoka nyuma, ndio hizo ambazo Young Africans hatupo tayari nacho. Baraka, tukisema kwamba Young Africa inagomea mamlaka, tunakosea au tuko sahihi? Young Africans yagomei mamlaka. Kwa nini sasa wakati tarehe 15 anabaki katika misingi, taratibu na sheria za soka? Anapogomea mamlaka ni kugomea tu bila kuwa na sababu za msingi. Young Africans ana sababu za msingi, na ndio maana unaona TFF wanapata ukakasi mpaka kesho, hawajui nini cha kufanya, ila kwa sababu ya kiburi walichokuwa nacho ndio maana unaona wanajaribu kuendelea kubata na Young Africans. Lakini hii inaonyesha kwamba ni wameshindwa kuongoza mpira wetu. Lile tunalotaka Young Africans ni kweli inabidi litimie. Viongozi wa TFF na bodi ya ligi inabidi watupishe, watuachie mpira wetu, kwa sababu panapoelekea sipo. Watanzania tunaelekea katika mwaka wa uchaguzi, ni mwaka ambao Watanzania tunauheshimu na tunakuwa wanyenyekevu sana katika kipindi hicho, lakini tunashuhudia nchi hii inaenda kuwa na sintofahamu katika kipindi cha mwaka wa uchaguzi, na yote yanasababishwa na TFF na bodi ya ligi. Kwa hiyo sisi kama wananchi, sisi kama wanayanga, tunaishauri pia vile vile serikali kuliangalia hili. Serikali haruhusiwi kuingia moja kwa moja, ila ipo sheria ambayo inawataka serikali kuingia pia. Sio, umeelewa? Hawaruhusiwi kuingia moja kwa moja. Ila ingiaje kwenye masuala Baraka? Soma vizuri. Nenda kasomeni vizuri sheria zinazosema za nchi na kupitia sheria za mpira. Wanaruhusiwa kushauri endapo wakiona kuna masuala ya uvunjifu wa amani au kuna issue ambayo inahusu moja kwa moja inaashiria masuala ya nini, ya kupoteza amani yetu, amani ya nchi yetu. Serikali wana uhuru. Sababu ya kukosa ubingwa haipo. Ngoja nikwambie kanuni ipi itakayotumika kumhukumu Yanga kukatwa alama 15. Mtapeleka mechi, mtapeleka timu. Ngoja nikwambie kwa faida.
Mwenyeji wa mchezo tarehe 8 alikuwa nani? Mechi iliandaliwa, ikuandaliwa. Mgeni alikuja? Hakufika. Sababu za kutokufika? Ngoja kwanza. Taarifa ya bodi ya ligi nani alisoma? Hakutoa taarifa? Walisema hivi, hakutoa taarifa kwa timu mwenyeji kwamba yeye anaenda kufanya mazoezi, sio? Maana kanuni inatupa mwongozo kwamba kabla hujaenda uwanjani unatakiwa utoe taarifa ili mwenyeji wako akuandalie mazingira, aidha kupe funguo. Si umenielewa? Yes. Sababu ya pili, kwenye kikao cha MCA Simba kutamka kama anaenda kufanya mazoezi kwa mjibu wa kanuni, sio? Kitu cha tatu, meneja uwanja alikuwa hana taarifa kama Simba anaenda kufanya mazoezi. Nani mwenye kosa? Nani mwenye makosa? Kati ya nani na nani? Jamani, hapo mchawi umeshajua ni nani. Hatuhitaji kudiskasi zaidi. Sawa? Kwa hiyo mimi Yanga kwa mjibu wa kanuni nilitekeleza. Maandalizi ya mechi yalifanyika. Promotion zilifanyika. Mauzo ya tiketi yalifanyika. Kilichomfanya yeye kutokuleta timu ndo atueleze. Na pia kipengele cha mwisho kinasema mabouncer wa Yanga wametambulika, sura za mabouncer wa Yanga. Cha kwanza ujue huo ni uhuni. Kuna klabu imesajili mabouncer? Hakuna. Kuna klabu imesajili mabouncer? Hapana. Hiyo kauli ya kusema mabouncer wa Yanga, sura za mabouncer wa Yanga, waje watuambie kwenye klabu yetu au kwa wadau wa mpira, huyu ni bouncer wa Yanga amesajiliwa, huyu ni bouncer wa Yanga amesajiliwa, huyu ni bouncer wa Yanga, tuwatambue. Na huyu ni bouncer wa Simba, huyu ni bouncer wa KMC, huyu ni bouncer wa Azam. Umeelewa? Kwa hiyo kila kipengele cha mwisho ilikuwa ni lugha au propaganda wa kuficha maovu ya kujua. Na pia kikanuni, hakuna kanuni inayosema usipofanya mazoezi ya mwisho inapelekea kuto kufanya mchezo usichezwe. Umenielewa? Hakuna kanuni ya namna hiyo. Ninarifaa national team ilienda kucheza na Morocco, walizuiliwa kuto kufanya mazoezi yao ya mwisho. Mchezo ulifanyika au kufanyika? Kwa nini? Kwa nini? Kama ametoka kwenye taifa ambapo klabu imetoka kugoma kwa sababu hajafanya mazoezi, kwa nini national team wasiseme kwamba na sisi tumezuiliwa? Kwa hiyo kitu kikubwa, mimi nataka nijue kitu kikubwa hasa ambacho tunakitaka ya mpira kwamba ni kipi? Simba, bodi ya ligi, TFF waje na majibu. Aliyesababisha mchezo Machi 8 usichezwe na aliyesababisha huo mchezo usichezwe amechukuliwa hatua gani? Hatima ya viingilio, mmenielewa? Hatima ya viingilio, pia hasara za Yanga alizozipata kuandaa mechi ile, mmenielewa? Lazima waseme kwamba solution tumefikia 1, 2, 3. Sasa tarehe 9 wakatoa hiyo taarifa, mrejesho mzima kwa yeye. Sisi tumefuata vitu zetu kwenye ile mchezo ambao tunafanya kitu fulani na baadhi ya viongozi wakaondoshwa. Sika mkotiani kupeleka timu. Mimi nafikiri hakuna shida sana ya kwamba sisi kutokupeleka kucheza mechi na Simba. Umenielewa? Tunachorudi kwa mjibu wa kanuni na taratibu zinasemaje? Maandalizi ya mechi yanatakiwa siku ngapi? Kama kanuni inaruhusu, hatuna shida, tunaenda kucheza. Hata kama kanuni inasema leo hii sasa hivi tunazungumza, let's say kama saa 7 mchana, inafika saa 10 wanatoa taarifa, bodi ya ligi na TFF wote wameondolewa, imeundwa kamati ya muda mfupi kumaliza msimu wetu wa nini, wa ligi kuu. Sawa? Baada ya hapo Yanga wanaambiwa kwa mjibu wa kanuni hii inataka Yanga saa 11 iwepo uwanjani. Tunaenda. Si kanuni inaelekeza. Tunaenda.
Simple. Lakini ikenda hivi bado mfumo ule. Yaani tunachokitaka haya mazoea, busara ndio zinazotuharibia mpira. Tunataka viondolewe, turudi kwenye sheria, kanuni na taratibu za mchezo. Kama Yanga alikosea wahukumiwe, kama Simba alikosea wahukumiwe, kama ni bodi ya ligi imekosea ihukumiwe, kama TFF yenyewe inajiona haina uwezo wa kusimamia mpira wetu ihukumiwe. Ufupi nyinyi mmejitoa kafara. Tumejitoa kafara, tuko tayari. Mimi ni mwanajeshi wa vita, siogopi kufa. Mimi ni mwanajeshi wa vita, siogopi kufa. Nipo tayari kufa kwa ajili ya taifa langu. Kwa hiyo hata Yanga tuko tayari kufa kuhakikisha soka la Tanzania linakuwa kwenye mstari.